Yes, habari ndugu zangu. I hope mnaendelea vizuri. Katika habari ambazo nimezipata mnamo jana ni kwamba jeshi la Irani limetumia kombora lake jipya, kwamba limetumia kombora lake linaitwa Fatah 1. Ni kombora jipya la hypersonic ambalo Irani amelitumia katika mashambulizi yake huko Israeli. Sasa tunaona Irani ni kwamba kumbe ni ana silaha nyingi ambazo ni za siri bado anazo. Kwa hiyo sio wa kumchukulia poa. Pamoja na kwamba Israeli anapokea msaada mkubwa kutoka kwa Marekani na washirika wake wa magharibi, lakini sio kuchukulia poa nchi ya Iran. Inaonekana bado ina silaha hatari na zenye uwezo wa kutoa madhara makubwa sana kwa Israeli. Sasa nitaka leo tuangalie ili kombora jipya la Fatah 1 la hypersonic la Iran. Ni kombora ambalo Iran kwa mara ya kwanza alizindua mwaka 2023. Ni kombora la hypersonic, na kama unavyojua hypersonic ni kombora ambalo linasafiri kwa speed ya hali ya juu, yani kwa kasi ya hali ya juu. Ili kombora lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya Mach 13 hadi Mach 15. Yani hii tukisema Mach 13 maana yake linatembea mara 13 zaidi ya speed ya sauti. Unaweza ukaona ni kwa namna gani kombora hili lina kasi ya hali ya juu. Pia kombora hili la Fatah 1 ni kombora ambalo lina uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 16,000 kwa lisaa. Yani kilomita 16,000 tunazungumzia umbali mrefu sana ise. Kwa hiyo linaweza kusafiri hadi kuanzia umbali wa kilomita 16,000 kwa lisaa. Na kombora hili limetengenezwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi, ambalo kifupi chake tunajua kwamba IRGC. Hicho ni kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, na lilipewa umuhimu mkubwa katika mikakati ya kijeshi dhidi ya mataifa kama vile Israeli. Yani kwamba ile kombora lakini walitengeneza target yao kubwa main ilikuwa ni hao wa Israeli, ambao ndio jana hiyo wameitumia kwao. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Irani ameanza mkakati wa kupambana na Wayahudi ni muda mrefu sasa, maana mpaka amefika hatua ya kuzindua kombora la hypersonic, kombora refu, kombora lina uwezo wa kusafiri masafa marefu. Maana yake ni kwamba alikuwa amejiandaa na amejipanga kwa hili inayomtokea sasa hivi. Pamoja na kwamba kuna mashambulizi ambayo yana hit sana target wake, lakini na yeye pia sio haba, yani na yeye pia anafanya kwa uwezo wake. Kwa Irani nchi ambayo iko kama vile iko isolated na watu shirika wake wengi na kama wamemtelekeza, lakini bado tunaona anafanya maafa makubwa sana kwa Israeli. Sasa tuangalie vipengele muhimu kwa ile kombora la Fatah 1. Yani tuanze kulichambua sasa, kwamba tukianza na kasi, tumeshasema kwamba kasi yake inaanzia Mach 13 mpaka 15. Kasi ya mara 13 mpaka 15 ya sauti. Umeona the way ilivyo na kasi. Umeona. Kwa hii sasa hii kasi ya mara 13 mpaka 15 zaidi ya sauti, maana yake inalifanya ile kombora lio na uwezo wa kulipinga mifumo ile ya kisasa ya ulinzi, yani kupinda ile mifumo ya kisasa ya ulinzi. Yani kwamba the moment ile kombora linaingia katika anga ya Israeli, mifumo ya ulinzi inakuwa ishachelewa kudetect tayari. Kwa hiyo ina uwezo wa kupingana ile mifumo ya ulinzi. Umeona? Pia kombora hili lina uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 14,000 mpaka 16,000. Umeona? Na kushambulia maeneo ya adui. Umeona? Na pia kombora hili kija kuangalia sasa kwenye maneuverability au upeperushaji wa mwelekeo, maneuverability yake, kwamba linasema kombora hili limewekewa teknolojia ya hypersonic glide vehicle inayoruhusu kubadilisha mwelekeo angani. Kwa hiyo kombora hili lina uwezo wa kubadilisha mwelekeo angani. Yani kwamba kama limepewa target fulani liweze kutoka kwenye
eneo liliporushiwa kwenda kwenye eneo ambalo ndo target husika. Then ikatokea mifumo ya ulinzi imesha detect hilo kombora, lina uwezo kubadilisha mwelekeo na kuama direction, then kuhit target ile ile ambayo ilikuwa imepangwa pindi likiwa linarushwa. Unaweza ukaona namna gani kombora hili lina uwezo mkubwa. Sasa tuangalie kombora hili linatumia aina gani ya fuel, yani mafuta gani ambayo kombora hili linatumia. Kombora hili linatumia solid fuel. Solid fuel ni mafuta ya bisi, mafuta ya bisi. Haya ni mafuta ambayo yana take ignition kwa haraka sana. Yani kiasi kwamba pale ambapo kombora hili inafyatuliwa, lina uwezo wa kuondoka na speed ile ile ambayo imekuwa programmed kwenye hilo kombora. Maana yake ni mafuta ambayo hayachukui muda mrefu sana ku gain momentum. Ndio maana inapelekea hii kombora kuwa na speed hiyo tunayoita, inayosemekana kwamba ni Mach 13 mpaka 15. Speed mara 13 mpaka 15 ya sauti. Sasa tuangalie payload, yani mzigo wa vilipuzi ambao kombora hili lina uwezo wa kubeba. Kombora hili bwana lina uwezo wa kubeba payload, yani vilipuzi vya kuanzia kilogram 200 mpaka 400. Yani tukizungumzia ile aina ya vilipuzi ambayo kombora hili lina uwezo kusafirisha kutoka sehemu ambapo imekuwa launched mpaka sehemu ambayo inatakiwa iende kuhit target. Umbali wote huo lina uwezo kutembea likiwa na mzigo wa kuanzia kilogram 200 mpaka kilogram 400. Na mzigo huo unaweza kuwa na vilipuzi vya kawaida au pia linaweza kuwa na vilipuzi vya nuclear. Kwa maana yake wanaweza wakaweka vilipuzi vyenye nuclear reactors ambavyo vinaweza kushambulia na kutoa madhara yana uwezo kusababishwa na silaha yote ile ya nuclear. Kwa hiyo ni aina ya payload ambayo kombora hili lina uwezo wa kubeba. Sasa tumalizie na kuangalia madhara ambayo linaweza kusababisha kombora hili. Tuangalie strategic impact, madhara ya kimkakati ambayo linaweza kusababisha. Kama tumeona kombora linaweza kubeba payload ya kilogram 200 mpaka 400. Huo ni uwezo mkubwa sana wa kombora. Na pia tumeona linaweza kusababisha pia silaha au linaweza kuwa na nuclear warhead, vichwa vya nuclear. Maana yake kombora hili kama endapo lita hit target sehemu, linaweza kuachia madhara makubwa sana. Madhara sawa na yale ambayo yanaweza kusababishwa na silaha yote ile ya nuclear, kama litakuwa na payload ya nuclear. Kama litakuwa na payload ya kawaida, basi kombora hili linaweza kusababisha madhara makubwa sana na makombora mengine tu ya ballistic ambayo yanaweza kurushwa sehemu fulani. Kwa mfano kuna taarifa ambayo vyombo vya Israel vinajaribu kuficha pale ambapo jana kombora hili lilidondokea. Limesababisha effect kubwa mno, na mpaka inapelekea kwamba vyombo vya habari vya Israel vinakatazwa kuripoti hizo taarifa. Vyombo vya habari vya magharibi vinakatazwa kuripoti hizo taarifa. Kwa hiyo madhara ambayo kombora hii ina uwezo wa kusababisha ni madhara makubwa. Kwanza, kutokana na hali yake ya uwezo wa kusafiri kwa spidi ya kasi. Cha pili, uwezo wake wa kuweza escape mifumo ya ulinzi ya Israeli pamoja na kuwa na layer nyingi za ulinzi. Lakini pia tatu, ni uwezo wake kubeba vilipuzi vingi, yani vilipuzi vingi, kwamba inaweza kubeba kilogram nyingi sana ya vilipuzi. Kwa kama endapo likihit target kombora hili, linakuwa na pinpoint accuracy, linakuwa na uwezo mkubwa wa kuharibu eneo ambalo linakuwa limehit na pia na kusababisha madhara makubwa katika hilo eneo. Basi kwa leo ni hilo tu ambayo nitaka niwape, ndo update ambayo nimeipata. Tutaendelea kujulishana mengine zaidi. Usisahau kufuatilia channel yangu, ni mpya, ndo nimeanza. Na pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, achia comment hapo nini maoni yako.